Habari zenu tena wana Kibosha. Tunaleta mbele yenu taarifa ya mkutano mkuu wa kikanuni wa wananchi wote wa kitongoji cha Kwa Kibosha. Mbele yenu mnayeniona ni mwenyekiti wenu wa kitongoji cha Kwa Kibosha. Nachukua nafasi hii adhimu na muhimu kuwatangazia mkutano mkuu wa wananchi wote wa kitongoji cha Kwa Kibosha. Chukua nafasi hii kuwaomba wale wote ambao tayari wamejenga Kwa Kibosha, wanaishi hapa Kwa Kibosha, wapangaji waliopanga Kwa Kibosha, wafanyabiashara wote wakubwa na wadogo wanaofanya biashara Kwa Kibosha, wawekezaji mbalimbali ambao wamewekeza Kwa Kibosha, wamiliki wa kumbi, wamiliki wa maeneo ya vileo starehe waliowekeza Kwa Kibosha, lakini maofisa usafirishaji wa bodaboda, bajaji, wote waliopo Kwa Kibosha, wananchi wote wanaoishi Kwa Kibosha na wanaomiliki maeneo Kwa Kibosha, na watangazia mkutano mkuu wa wananchi wote wa kitongoji cha Kwa Kibosha ambao utafanyika siku ya Jumatano tarehe 5 mwezi Agosti, mwezi wa 8, saa 5 kamili asubuhi. Mkutano huo utaanza hapa kitongoji cha Kwa Kibosha, eneo la Mpiji Darajani, katika kiwanja cha Mkwajuni, karibu na ofisi za CCM pale Mpiji Darajani. Ndugu zangu wana Kibosha, mkutano huo utakuwa na ajenda kadhaa, ambako tutakufanya pale jukumu la kusikiliza na kutatua kero za wafanyabiashara wa Kwa Kibosha. Tutajadili pale hali ya ulinzi na usalama wa Kwa Kibosha, lakini pia kutakuwa na utatuzi na mahojiano juu ya mambo yanayohusiana na migogoro ya ardhi hapa Kwa Kibosha, ambapo hapo tutazungumza juu ya mgogoro wa ardhi wa Mpiji Darajani, lakini tutazungumza na maofisa ardhi watubainishie kulikoni juu ya eneo ambalo wananchi kadhaa wamelalamika kuhusu upatikanaji wa hati lililopo pale Mpiji Darajani, kuanzia Kizuiani mpaka Victory pale. Kulikoni upande huo, watuambie na watueleze kulikoni juu ya wananchi ambao wamelalamikia swala hilo. Nami nimeandika barua kumwandikia mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya Bagamoyo kumuomba tusaidie wataalamu hao kwa ustawi wa Kibosha yetu, naye ameahidi atatuletea wataalamu hao kuja kuzungumza na wana Kibosha. Sambamba na hayo, tutakuja pale kueleza bayana juu ya ardhi ambayo ilikuwa na mgogoro kati ya Peter Junior na wananchi pale. Tutaeleza pale hali ikoje, tunaendeleaje pale. Tutazungumza kwa kina ili mambo yaweze kuwa sawa sawa. Pamoja na hilo, pia tutazungumza hali ya na wamiliki wa viwanda na uwekezaji. Tutazungumza pale kuhusu malalamiko mbalimbali ya wananchi juu ya uwekezaji na viwanda, haswa katika eneo ambalo linahusiana na baadhi ya wawekezaji ambao mifereji ya maji inaenda katika makazi ya wananchi. Tupate suluhisho la pamoja pale ili tuone namna bora ambayo itafanya wana Kibosha wafurahie na wawekezaji wafurahie. Wawekezaji wapige hatua na wananchi wapige hatua bila kumkandamiza wala kumuumiza yoyote. Lakini pia tutaona pale namna ambavyo wananchi wanapata nafasi kuzungumza na wataalamu kutoka ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri juu ya hali ya uwekezaji Kwa Kibosha hapo. Lakini pia tutazungumza juu ya watu wanatamani wa Kibosha baadhi ya biashara ziwe zinaruhusiwa kufanya kwa muda mrefu usiku na sio ziishie saa 6 tu peke yake. Tutazungumza hapa, tumeita wataalamu wa mambo wa vibali za biashara, ndio maana ofisi ya biashara ipo hapo, ili kuona namna bora kutakuwa na extension ya time kwa wafanyabiashara ili Kibosha ichangamke muda wote, mchana, asubuhi na usiku. Pamoja na hayo, pia tutawasilisha pale taarifa ya ujenzi wa barabara ya zege na ujenzi wa barabara ya mawe na zege, mradi hiyo namna ambavyo imetekelezwa na namna ambavyo inaendelea hapa Kwa Kibosha. Sambamba na hayo, pia ndugu zangu, tutaitumia siku hiyo kutangaza pale rasmi siku ya msaada wa kisheria wa wananchi wa Kwa Kibosha, ambao itafanya na wanasheria wataoishi hapa Kwa Kibosha na nje ya Kwa Kibosha, ambao tutakuwa nao kwa pamoja siku hiyo. Tutakubaliana lini iwe siku ya legal aid na wananchi wa Kwa Kibosha.
ili wanakibosha waweze kufika ofisini kwa kibosha na kutatuliwa shida zao zinazohusu changamoto za kisheria. Wanasheria waweze kuzitatua na mambo yaweze kuwa bulbul. Mkutano huu wanakibosha, mgeni wetu rasmi pia atakuwa ni mwanasheria, naye ni wakili msomi Hafidhi Kunyamale, mwenyekiti wa UVCCM wilaya ya Bagamoyo. Tutakuwa naye ndio atatuongozea jopo la wanasheria atakachotangazia siku ya legal aid kwa kibosha, atatusaidia juu ya jambo hilo. Pamoja na hayo, ndugu zangu, nachukua nafasi hii kuwaalika wanakibosha na kuwaita wote muje bila kukosa. Wadau wameniambia watajitahidi kuandaa chakula kwa sababu mkutano utakuwa ni mrefu, ili kuwapa nafasi watakaohudhuria wananchi wasianze kuwaza chakula nyumbani. Tule kwa pamoja hapo hapo na tunywe kwa pamoja hapo hapo wakati mkutano unaendelea. Hakuna mtu awe na njaa pale, tuna uhakika wa matumbo yetu kwamba yatakaa sawa sawa pale. Sambamba na hilo, wanakibosha, ni waombe mufike bila kukosa. Atakayepata taarifa hii ampe taarifa na mwenzie. Mufike bila kukosa, kwa sababu mtaa, kitongoji na kijiji, utatuzi wa changamoto zake na maendeleo yake yanafanywa kwa mikutano. Lakini kazi ambayo mmenipa mimi ni msimamizi tu, watendaji wenyewe ni nyinyi. Muje kwa pamoja tuweze kuazimia yapi ya kusimamiwa na yapi ya kufanywa. Mufike bila kukosa, tuweze kuiletea maendeleo kibosha yetu kwa pamoja. Ni matumaini yangu kuwa wanakibosha wote mtahudhuria, na wale wote ambao tumewaalika kwa barua mtahudhuria. Karibuni, karibuni, karibuni. Kila mwana kibosha, kila aliyewekeza kwa kibosha ana wajibu wa kufika katika mkutano huo. Ni mkutano ambao yeye ndio mjumbe wa mkutano huo na mwenyekiti ni mwongoza mkutano tu. Asanteni na washukuru. Karibuni, karibuni sana. Asanteni sana. Nashukuru sana. Karibuni sana.